utalii kwa ajili ya amplify watu waweze kuvifahamu zaidi. Ile ikapelekea waandaaji wa Kombe la Mapinduzi kunipa tuzo ambayo nilikabidhiwa na Mheshimiwa Dr. Rais Ali Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Kwangu ilikuwa ni heshima kubwa, lakini kwa taasisi yangu ya Simba Sports Club vile vile ilikuwa ni heshima kubwa. Kazi tulifanya kwa mapenzi ya mapinduzi na mapenzi ya Simba yetu, lakini haikuenda hivi hivi. Ilikwenda sambamba ama ilikwenda sanjari na kukabidhiwa tuzo ya heshima kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya. Kwa niaba ya Simba Sports Club, mwaka umeanza. Christmas pengine watu hawajasikia, mwaka mpya watu hawajasikia. Tukija hapo sasa tuje kwenye maandalizi ya kikosi chetu kuelekea mchezo wa pili dhidi ya Fufuni. Niwatakie heri ya mwaka mpya mashabiki wote wa Simba Sports Club. Tumeuanza mwaka kwa kishindo na tunaamini mwaka huu wa 2026 utakuwa ni mwaka bora sana kwetu Simba Sports Club. Inawezekana tumeingia mwaka mpya tukiwa na majonzi tuliyotoka nayo 2025, tumeingia nayo 2026. Majonzi haya yanatokana na kupoteza mechi mbili za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, sanjari na kupoteza mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu dhidi ya Azam FC. Inawezekana tumeingia mwaka huu tukiwa na hayo majonzi, lakini nachoweza kuahidi mashabiki wa Simba ya kwamba yale yote yameshapita. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Vijana wa siku hizi wana mashaka sana na wahenga, lakini kwenye hili wahenga wako sawa sawa. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tugange yajayo kwa maana kwamba sasa tuangalie namna gani tunaweza tukaiboresha Simba yetu kuelekea mbele tunakoenda. Tumefanya mabadiliko kwenye bench la ufundi, tumeleta walimu wataalam zaidi. Yuko mwalimu Steven Becker, bonge moja la kochi, high profile, mwalimu mwenye uwezo mkubwa sana, mwalimu anayefahamu vema soka la Afrika, mwalimu mwenye uwezo wa kuchukua maji ya kwenye kisoda akayafanya kuwa maji ya kwenye bahari. Kisoda hichi cha kifunikio cha soda. Mwalimu Steven Becker, uwezo aliokuwa nao, anaweza akachukua maji ya kwenye kisoda akayageuza kuwa bahari. Uwezo huo anao. Hii ambayo tumetumia kutoka Dar kuja Zanzibar. Hiyo. Kisoda kile cha kufunikia kisoda kimoja. Mwalimu Steven Becker ana uwezo wa kugeuza kuwa bahari. Huo ndio uwezo aliokuwa nao. Sasa tumemkabidhi timu yetu hii ya Simba Sports Club aje atufanyie hayo maajabu aliokuwa nao. Na nini mfano ama hekima ya hicho ambacho nimekizungumza? Ukiangalia alikotoka, timu aliyoifundisha na kuipa mafanikio na kuitambulisha Afrika ilikuwa ni timu ndogo mno wakati anaanza hiyo kazi miaka 8 iliyopita na timu yake alotoka, lakini amefanya ile timu kuwa timu tishio mno Afrika hivi sasa na timu tishio kubwa sana Afrika Kusini. Sasa huo ubora wake aliokuwa nao ndio ambao sisi umetufanya tumkabidhi timu hii kubwa Simba Sports Club ili aje atufanyie makubwa ambayo anaweza kufanya. Ukiangalia amekuja na jopo lake la wataalam, yupo kocha wa magolikipa standard ya kidunia kabisa. Ni kocha ambaye tunaamini atawafanya makipa wetu hawa kuendelea kuwa tishio na kuwa bora zaidi. Lakini amekuja na mtaalamu wake wa fitness ambaye ana uwezo wa hali ya juu, ana mazoezi ya kileo, ana mazoezi ya kisasa sana. Ni mwalimu ambaye amekamilika kwa 100%. Lakini amekuja na mtaalamu wake wa masuala ya video, anajua kusoma mchezo sawa sawa, anajua kumchambua mpinzani, anajua kumfanyia tathmini ya kitaalamu mpinzani. Kwa hiyo amekuja na benchi lake ambalo limekamilika kweli kweli. Amekutana na wataalamu ambao tuko nao hapa Simba Sports Club, wanakuja wanaunganisha kwa pamoja nguvu yao na kufanya Simba kuendelea kuwa tishio na bora Afrika. Na ndio maana nawaambia wana Simba tugange yajayo. Kuganga yajayo ndio haya ambayo amekuja nayo mwalimu Steven Becker. Yote kwa yote ni kwamba tunaamini mwaka huu utakuwa ni mwaka wetu bora sana. Kwenye ligi bado tupo kwenye mstari
tumepoteza mechi moja, kwa maana ya kwamba tumezidiwa alama 2 pekee dhidi ya mpinzani ambaye tunashindana naye, lakini kwenye michuano ya kimataifa bado tuna imani kubwa, tuna uwezo wa kufufuka na kufanya vizuri, kwa maana ya kwamba michezo 4 ambayo imesalia tuna uwezo kufanya maajabu hapo, na mnyama akaendelea na maisha yake ya robo finali kama kawaida. Sawa, semaji. Maandalizi kiujumla, wachezaji umehudhuria mazoezi kuelekea kwenye mchezo wa kesho, na kama una kitu ambacho nataka kuzungumzia kwenye mchezo uliopita, ni nafasi yake sasa. Jana tumecheza na Mwembe Makumbi, tumepata ushindi. Mwasikia walipokuwa wanazungumza. Nikaona kale ni kawaida, lakini kawaida anachagiza lakini nilijua tutamfunga tu. Wasingeweza kutufunga hata iweje. hata iweje. Hata iweje. Ilikuwa lazima tumnyoe tu. Tumecheza jana dhidi ya Mwembe Makumbi. Yes, tumekuwa na mchezo bora sana. Tumeshuhudia introduction na wachezaji wengi wapya kwenye kikosi chetu, wapya kwa maana kwamba hawajapata game time kwenye mechi zilizopita. Tumemuona Semfuko jana akilichafua dimba la katikati pale, akipokonya, akichukua, akiondoka. Tumemuona Abel Hussein akisimama mlingotini kwenye ubora wa hali ya juu kweli kweli. Tumemshuhudia Duchu akila mbavu yake ya kulia, akitakata, akienda na kurudi. Tumemshuhudia Vedastus bwana mdogo huyu beki ya kati. Tumeshuhudia vijana wengi wadogo ambao tumewaona jana kwa mara kwanza, lakini tumeshuhudia vile vile mwendelezo wa Mohamed Bajaber. Bajaber mechi yake ya mwisho ilikuwa nzuri, akishinda goli kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC. Baada hapo tumekuja kumuona tena, kwa ni mchezaji ambaye unaona anazidi kuimarika siku hadi siku. Mwembe Makumbi imemalizika. Sasa nguvu kubwa inakwenda kwenye mechi inayofuata dhidi ya Fufuni kutoka Pemba. Fufuni. Ile fu ya pili lazima uikaze kidogo. Ni Fufuni. Kwa hiyo tumeshamalizana na Mwembe Makumbi. Sasa ni muda wa Fufuni. Na mechi ya kesho dhidi ya Fufuni, tukipata ushindi maana yake tunakwenda hatua inayofuata. Mashindano haya sisi Simba Sports Club tunayatumia kwa namna pana sana. Ukiachilia mbali kwamba tunashindana kwa ajili ya kuwapa furaha Wazanzibari na mashabiki wa Simba kwa ujumla, lakini vile vile ni sehemu yetu sisi ya maandalizi. Kumbuka tumemaliza msimu, tumeleta benchi jipya la ufundi, kwa tunatumia mashindano haya vile vile kama sehemu ya kuangalia vizuri wachezaji wetu, Mwalimu Steven Becker apate pa kuanzia. Ndio nature ya mashindano haya. Kwa hiyo sisi kwetu tunachokiangalia zaidi ni development ya kikosi chetu, ni maendeleo ya timu yetu, ni kwa namna gani baada ya kutoka hapa tutarejea katika uwanja wa mazoezi na kufanya finishing ya mwisho kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Esperance du Tunis, mechi ya Ligi Mabingwa Afrika. Kwa hiyo hapa tuko zaidi kwenye kutengeneza timu yetu kuelekea katika safari yetu ya huko mbele. Kwa maana Simba usiingie kwenye pressure kubwa. Sasa hapa mwalimu anatengeneza, ya mbele ni makubwa na magumu zaidi. Kwa hiyo hii tunaitumia kama platform ya kujenga na kutengeneza na